jambo la ujauzito wako limefikia wapi? Kwa kweli mdogo wangu acha tu. Nilienda na mama lakini amekataa. Yaani hataki kusikia hili swala la ujauzito. Yaani amekataa? Inawezekanaje akupa ujauzito alafu anaukataa? Anaonekana ni mkaidi. Basi niacheni mimi, nitalimaliza. Ngoja kwanza mdogo wangu. Unajua mimi nakujua vizuri sana wewe. Kwa jambo hili nakuomba sana, yaani nakuomba usiliingilie kwa kiharaka hivyo. Mwache kwanza mama ajaribu, afa kishinda utaliingilia. Sawa, nitaongea na mama na nitampa siku. Akishindwa nitaliingilia mimi mwenyewe. Lakini nakuomba usimfanye kitu chochote, nakuomba mdogo wangu. Zubeda, kuna majina ubeba hatima, kuna machozi yasionekana, lakini dunia husikia kilio chake. Katika kivuli cha tamaa na chuki, watu hubadilika kuwa kitu wasichojua. Tabasamu hujuka silaha na upendo kuwa sumu ya moyoni. Kila kijiji kina siri zake, kila moyo una jina lake. Nimekuja na swala langu lile la kila siku. Kiukweli bado mimi nahitaji sana hilo swala mamangu, naomba unisaidie. Kweli. Kwanza nikupongeze, kwanza una uvumilivu. Kumbe kipindi chote kile bado unafuatilia ile swala. Na mimi nilishindwa kukuweka wazi siku zote, nikajua najua watoto nyewe huwa tunawaogopa muda mwingine. Sasa kama kweli uko tayari mpaka sasa hivi unafuatilia hilo, naona nikuweke wazi sasa. Sasa basi nitakupa maelekezo. Sawa. Uende kijiji cha Ginda. Pale kuna kiongozi wetu yuko pale. Anaitwa Mwasa. Ukifika Ginda pale, uulizia Mwasa. Ukifika kwa Mwasa, muelezee shida yako. Atakusaidia. Na atajua tu mimi ndio naimposti kwa sababu mimi nitawasiliana naye. Mwasa? Ukimuona yule pale, ujue tayari akishakupa masharti atakayokupa, yani anapokupa masharti tayari ushakuwa mwanachama. Kwa hiyo wewe sasa cha kuzingatia, uwe makini na masharti utakayopewa. Mama, kuna masharti kumbe? Ukitaka kuingia kwenye chama lazima masharti upewe. Yaani ukishapewa masharti tayari ushakuwa mwanachama. Wewe nenda kwa Mwasa. Sawa mama, kwa sababu nina nia na nahitaji kweli hicho kitu. Mimi nakuahidi mama, sitokuangusha. Mimi naenda. Usiku ni mrefu lakini una mwisho. Zubeda, kilio hakipotei hewani. Zubeda, giza likitawala sana, ndipo mwanga uzaliwa. Oh, Zubeda. Mahengo mpenzi wangu, lengo la kukuita hapa, kuna jambo nataka nikwambie. Unajua itakuwa sio sahihi kwa upande wako, lakini kwangu naona kama itakuwa sahihi. Mahengo, naomba unisamehe kwa wale wote waliokufanyia mpenzi wangu. Nimetambua makosa yangu. Naomba unisamehe kukudhalilisha kwenye umma za watu. Nilikufanyia vitu ambavyo havikustahili kufanyiwa kwa wakati ule, lakini kwangu nilikuwa naona sahihi. Lakini kwa sasa nimetambua makosa yangu. Nahitaji msamaha wako. Na msamaha pia hautoshi. Nipo tayari kwa sasa kuvumilia kwa hali yoyote ile. Nipo tayari kurudiana na wewe. Nitaishi maisha yoyote yale. Maria,
Umeyasahau yote ambayo ulikuwa unanifanyia? Si ndio wewe unanizalilisha mbele za watu na kunitupia nguo, hukujali samani wala utu wangu. Kimekusibu nini leo unanifuata na kuniomba msamaha kwa sura ya upole kabisa? Wewe si ndio ule mwanamke ambaye unaonyesha unyama na ukatili mbele yangu? Ni kipi niambie hapa ambacho wewe kwako kinakufanya unione nina samani? Wewe si unaniona nini? Mwanamume ambaye sina kazi, nahangaika tu nakaa unanilisha. Umesahau vile nilivyokuwa napambana, vile nilivyochuma mali nikijua niko na mke wangu, lakini mali zote uliamua kuzitaifisha wewe. Nilikubali kwa sababu nikiamini wewe ni mke wangu na safari yangu ndio safari yako. Yote kwa yote ukayapoteza mwanamke. Eti leo nakuja naomba msamaha. Nikupe msamaha kwa kipi? Kwa kipi Mariam? Umesahau? Mpenzi wangu, nimetambua makosa yangu kwa wakati huu. Hapo mwanzo ukujua kwamba kile ulichokuwa nakifanya ni makosa? Ukujua kwamba nilikatili mtoto wa mwanamke mwenzako? Ukujua kwamba na mimi ni mwanadamu kama wanadamu wengine? Hukuelewa kwamba na mimi nahitaji samani kama walivyo wanaume wengine? Mimi leo hii unaniona na samani sisi? Ama kwa kuwa unajua naishi na mwanamke mwingine? Hapana. Kwa kuwa unaona sasa hivi nina maslahi, nina maisha, si ndio? Mariam, Kato, unajua ni kiasi gani nilikupenda mwanamke? Unajua ni kiasi gani nilijinyima? Kiasi cha kwamba nilikuwa nasahau mpaka wazazi wangu. Umesahau na kuuliza? Maengo, hapana. Niache na maisha yangu. Maengo, nipo tayari kuvumilia kwa hali yoyote ile. Nahitaji msamaha wako na kurudiana na wewe. Tafadhali usinifanyie hivyo. Nakuomba mpenzi wangu. Toka, nimekwambia toka nyumbani kwangu na sitaki kukuona. Toka, kama mwanaume gani usitaki kujituma na kufanya kazi, naomba uondoke. Toka. Wewe mwanaume gani umekaa ujitume, hutaki kufanya kazi yote, vibarua vipo, matofali hapo, hutaki kujishughulisha. Kwamba mimi ndo nikulisha wewe? Wewe ndo umenioa, mimi ndo nimekoa. Kwa haya ndo umeona maamuzi sahihi Mariam, si ndivyo? Mimi siwezi kuwa na chizi kama wewe. Wanaume wenzako hapa kijijini wapo, watoto wadogo wanafanya kazi. Mimi naweza kuwa na taila kama wewe. Unafanya kazi ya kufuga ndevu humu ndani kama kambali. Naomba utoke. Tena ikitokea na kuona hapa. Maengo, nitakufanya kitu kibaya. Ama kweli shukrani ya punda ni mateke Mariam. Leo unaona cha nini? Lakini tambua, hipo siku Maengo wa sasa unaona sifai. Siku moja tu kwa wenzako utakuwa na thamani kubwa sana. Tena wewe naona. Naomba uondoke. Ondoka. Sitaki kuona kwangu. Mimi naweza kufuga chizi kama wewe ndani. Naomba uondoke. Mimi naondoka Mariam. Ila nakwambia utanikumbuka. Nikumbuke baba taifa. Wewe ndio ulisema hivyo utanikumbuka mpaka leo kwa wapi? Mpaka leo kwa wapi? Nikumbuke wewe umekuwa nani labda? Sawa. Tena sitaki kuona tena kwenye huu mji. Utanikumbuka mwanaume tu kufanya kazi, unataka kujishughulisha. Vibarua vipo, wanaume wenzako watoto wadogo wanafanya kazi. Wewe kazi ya kufuga ndevu ndani kaka mbali. Hapana. Hapana Mariam. Nisikilize kwa makini. Ulichokianzisha mwanzo basi kifanye kiwe endelevu. Ulinikataa na kuniona sifai. Basi nibaki sifai katika maisha yako. Hapana. Achana na mimi na acha kufuatilia maisha yangu. Nampenda, acha nimpende mwanamke mwingine anayejua thamani na utu wangu. Na usisubutu tena kunifuata, kuniambia maneno yako ya kijinga kama haya. Maengo, mimi nimegundua siwezi, maisha yangu hawezi bila wewe. Niache. Maengo. Eti niache nimpende anayestahili kupendwa. Unajikuta ya kidume. Alishababi. Maengo, nitakuonyesha. Usiku ni mrefu lakini una mwisho. Zubeda, kilio hakipotei hewani. Zubeda, giza likitawala sana, ndipo mwanga uzaliwa. Hivyo ndio ilivyokuwa mjomba.
sana. Asante. Mimi nilileta hata hichi kijiji kuleta hapa mjomba. Hata ukipata shida mimi nitawajibika. Sawa. Kwa hivyo mjomba, ngoja nikuchukue mjomba. Tunaweza kwa mtaalamu. Sawa? Ukapate kinga. Ili hata yule mama akija asikusumbue tena. Kwa sababu bibi anafahamika hapa kwenye kijiji ni mchawi, mtu mbaya sana, ni mshirikina afai. Hata mimi mjomba wako namuogopa kama Mungu. Yule bibi. Naomba nisikilize. Mimi siamini kwenye hivyo unavyoamini wewe. Na sijaja hapa kuomba ushauri wa kupelekwa kwenye hizo mila za kishirikina. Mjomba, sio ushirikina, mjomba. Hii ni kinga mwili yako wewe. Ukitoka hapo, ukiwa kuvizuri mwili wako, uende kwa yule bibi. Ukamwombe radhi. Nikamwombe msamaha? Yaani katika siku ambayo umenikosea, mjomba, siku leo umenikosea sana. Yaani nikamtukuze binadamu mwenzangu, nikamwombe msamaha kwa kosa ambalo mimi sijalifanya? Hapana. Tambua mjomba, utapata shida kubwa sana. Mimi nitawajibika mjomba. Naambia sina kitu mjomba. Shida gani mjomba? Wewe naomba unielewe. Mimi nishakwambia yule mama mimi simuogopi. Mimi ninayemwamini ni Mungu tu alionileta katika hii dunia. Simuogopi kabisa. Mimi nani yako? Wewe ni mjomba wangu. Vizuri sana. Kama mjomba ni mama, si ndio? Sasa mjomba, hilo swala sio ushirikina, ni kinga wewe katika mwili wako. Hivi mjomba, kwenda kumwomba msamaha kitu kidogo tu. Yaani kubwa mjomba. Bado unazungumzia kuhusu masuala ya msamaha? Umezungumza upuuzi ambao haupo. Mimi niende nikamtukuze binadamu mwenzangu, nikampigia magoti nimwombe msamaha kwa kitu ambacho sijakifanya? Hapana. Na jambo ambalo nataka nikwambie, huyo nyinyi mnemtukuza amekuja nyumbani kwangu, nimempiga mabao. Alafu hana kitu chochote cha kunifanya. Mjomba, vipi kuna mkono wako kumpiga? Nimempiga. Najua umekosea sana mjomba. Tayari ushanipa shida mjomba kubwa sana mjomba. Na bibi nikupeleke, sawa? Kwa yule bibi ukamwombe msamaha. Yaani kwa amri yangu mimi kama mjomba wako. Yaani kama unaniheshimu kweli. Unaendelea kuzungumza kile kile. Mimi nikamwombe msamaha. Yaani wewe na yule mama wote ni wapuuzi. Mimi? Wewe ni mpuuzi mjomba. Mimi mjomba? Wote ni wajinga kabisa. Mjomba, unaacha kuzungumza vitu vya msingi, pointi za maana, unazungumzia mimi nikamwombe msamaha. Sasa sikiliza nikwambie kitu. Mimi wewe uchawi wake, mimi au nisumbui chochote. Mimi ninayemwamini Mungu alionishusha katika hii dunia. Simuogopi. Wote ni wajinga tu. Nenda kwa mpuuzi mwenzako. Ndio mpuuzi mjomba? Wewe ni mpuuzi, wewe na yule mama wote ni wapuuzi. Kana, kuna mimi ni mpuuzi mjomba. Sasa unazungumza ujinga tu. Hivi Mungu wewe. Naomba msamehe kijana huyu. Sio akili yake ya Mungu. Mganga, nimekuja maana huko mjini mambo yangu hayaendi vizuri. Mara ya kwanza nimekuja, umeniambia nitoe kafara ya kuku, nikatoa. Mara ya pili nimekuja, ukaniambia nitoe kafara ya mbuzi, ukanipa kitu niende nacho mjini, kikaniambia nitoe kafara ya ng'ombe, nikatoa. Leo hiko kitu kimepandisha kinaniambia nitoe kafara ya binadamu. Kwa kweli sitoweza. Likangaga. Wewe ulijua utajiri ni utoto? Nilikuuliza zaidi ya mara 4. Unaweza? Ukanijibu ndio. Likangaga. Ulipokuja kuomba utajiri, ukapewa sharti dogo sana la kwenda kuchinja kuku. Kwa kafara ya kuku ukafanya hivyo, si ndio? Ndio mganga. Ulikuwa na utajiri kiasi gani? Kawaida tu. Utajiri hauje hivi hivi Likangaga. Kile kiumbe kinahitaji damu. Kila kinapozidi kukua, ndivyo ambavyo wewe utajiri wako unakuwa. Na kafara inazidi kuwa kubwa Likangaga. Ili utajiri wako ukue zaidi, unatakiwa ufuate masharti zaidi. Hapana, masharti sijakataa, lakini sio sharti nitoe kafara ya binadamu. Tamaa!
Binadamu mna tamaa sana nyinyi. Tamaa imekuponza Likangaga. Sasa uchague. Ufe ukiwa maskini au la. Ukafanye kafara ambayo inahitajika. Uwe tajiri zaidi ya matajiri Likangaga. Utajiri na utaka, lakini kusema eti ni uwe binadamu hapana. Labda mganga nibadilishie masharti mengine. Na pia kuwa maskini pia hapana. Nimeshaozoeleka mimi tajiri. Naendesha magari, na miliki majumba. Leo hii tena nirudi chini? Hapana mganga. Nibadilishie masharti mengine. Kuliko nitoe kafara ya mtu sijawahi na sitoi na siwezi. Likangaga. Kufikia hapo tajua mwenyewe. Nisaidie. Sikuelewi unataka nini Likangaga? Una msimamo Likangaga. Binadamu wabaya, binadamu wabaya. Toka Likangaga. Binadamu wabaya, binadamu. Zubeda, kilio hakipotei hewani. Zubeda, giza likitawala sana, ndipo mwanga uzaliwa. Hivi mama, mmefikia wapi kuhusu ile swala? Maana naona kama kaka anataka kuliingilia. Ondoa shaka mwanangu. Kakako nishaongea naye na amenipa muda kuhusu hili swala. Na yule kijana nishamfanyia mambo mengi sana, lakini nahisi bado hakomi. Anaonekana ni mbishi sana. Na nimeshamfanyia mambo mengi, lakini amebaki na msimamo wake ule ule. Hivyo basi nitamfanyia kitu kizito hataweza kuamini katika maisha yake. Sasa mama, kama unavyojua yule kijana mimi nampenda sana. Kwa nakuomba sawa utamfanyia kwa kitu kibaya, lakini nakuomba usimuumize. Unajua hapa kijijini ndo nampenda yeye peke yake. Na unalijua. Ondoa shaka mwanangu. Usiwe na wasiwasi. Ngoja mimi nikaangalie kisambu jikoni. Kiongozi. Habari yako? Konda kogwa. Kwema bwana. Kwema? Samahani bwana, mimi huku bwana. Nilipita muda mrefu kidogo. Ila kwa haya mazingira naona kama nimepotea. Ila bwana ndo hili, mwembe ndo huu. Nilikuwa naulizia njia kufika kwa mzee Mwasa, si ndio hiyo? Kwa mzee Mwasa? Mzee Mwasa. Wewe unaonekana ni mgeni hapa Sio mgeni, yani nimepita muda mrefu kwa sababu sisi tuko tunapita njia ile kule nyuma kule. Ile njia ile kule nyuma kule. Kule. Kule Bonyokwa kule. Bonyokwa. Hizi zinachanganya maana bwana kweli ndo hili. Huu mwembe ndo huu hapa, lakini sasa njia. Si ndo hapa. Sasa wewe ule ukopo unaona vipi? Mzee Mwasa ni nani yako? Mzee Mwasa yule. Unamuona mzee Mwasa na baba yangu mimi. Mzee tumbo moja. Sasa maeneo unajua kwa kwenda kwenda. Sasa wewe kijana, mbona unaonekana kabisa ufanani kabisa na lile dongo la pale? Dongo? Sio dongo unajua wewe bwana. Yaani damu yenu hata iendani na ile familia. Dongo olonga different. Sio unielewa hapo? Umesikia sasa? Kile mimi. Lakini sasa muda mrefu mkuja huku. Ila njia ndio hiyo. Sasa njia ndio hiyo. Sasa unaelewa hapo? Sasa mwanzo kujipiga nini kao kwa chini ya ulinzi. Bwana uchebe. Una uchebe wewe mwanangu. Hata kwangu mdogo. Sasa sikia, unanyoosha hii barabara hii. Unaenda. Unakunja kushoto. Jamani, unaenda tena, unakunja kulia. Sawa? Njia ya huko.
Nyumba ya kwanza tu ya kwake utamkuta tu pale. Yaani hii moja kwa moja nakunja kushoto. Nikija kula kulia, nyumba ya kwanza ya kwake. Usikunje kushoto, kunja kulia. Unakunja kulia, unafuata ile njia hivi. Umeona? Ukifika pale utakuta kuna mti na muembe. Mti na muembe. Alafu nyumba yao inachokwa nyuma. Kwa hiyo ni pale pale. Sawa? Unataka nikifika tu nikibulizia mzee Mwasa nampata. Ndio mwenyewe. Shukrani. Barikiwe sana. Sawa, mimi nishabarikiwa mwenzako. Shida. Kiongozi baadaye bwana. Bwana. Tutaonana baadaye uje kwenye kahawa. Shukrani. Zubeda. Dada. Vipi? Wewe. Mbona unalia mdogo wangu? Shida nini? Shida nini kwanza niambie. Dada. Mimi nimechoka. Nimeshachoka mwenzako. Niambie, acha kulia basi. Dada. Nimemchoka huyo mume wangu. Mume wangu hajanifanyia mimi sipendi kwa kweli, nimeshachoka, nimechoka kuvumilia. Amefanyaje? Sasa si ndo uniambie shida nini? Vitendo vyake vimechosha mimi, vimechosha David. Amefanyaje? Anaondoka niagi. Ndani nikimwambia mume wangu mdau, anambia sitaki niache, nimechoka. Anashindisha njaa mimi kuanzia asubuhi mpaka jioni, nile wapi mimi? Nile wapi? Anaanza kulia. Sawa. Nisikilize. Wanaume ndivyo alivyo mdogo wangu. Yaani hata umbebe vipi, lazima atakupiga tukio. Sawa. Lakini pia hapo hapo wanahitajika uvumilivu mkubwa sana kwenye ndoa. Bila hivyo utajikuta ndoa yako unaipoteza kabisa. Umeshanielewa? Kwa hiyo vumilia kwa kila aina ya jambo. Umenielewa? Wanaume kama watoto. Kuna muda wanatakiwa wabembelezwe, kuna muda wanatakiwa wafokewe, kuna muda wanatakiwa wakalishwe sawa. Sasa wewe ukisema uyatoe mambo ya hadharani inakuwaje? Sikiliza. Nyamaza kulia. Weka mambo yako moyoni. Kila kitu kitaenda sawa. Umenielewa? Siri ya mtungi ajuae nani? Kwa hiyo siri ya ndani mwako unaijua wewe kama wewe. Utakiwi kutoa nje siri zako. Hebu fikiria kapita wanawake wangapi. Lakini amekuona wewe na amekuweka ndani. Wewe ndio chaguo lake. Haina maana kwamba eti atakukalisha njaa, hapana. Umeelewa? Na ukiona kachelewa, ujue anatafuta. Hapana. Kaenda kutafuta wewe. Hapana, hajaenda kutafuta. Hapana, mimi nakataa hilo. Mara ngapi mwanzo aliponiona anaenda asubuhi ananiaga mke wangu naenda sehemu fulani, anarudi tayari na akirudi mdani kama sio saa 10 saa 9 hapa. Nyamaza sasa. Alafu nisikilize. Nisikie tena. Nyamaza alafu nisikilize. Ameondoka saa 12. Amerudi saa 4. Unajua hapa kati kapitia nini? Huyu atarudi. Ni wa kwako. Umenielewa? Utafutaji, sivyo utafutaji mgumu. Huyu atarudi tu. Sawa? Yaani huyo ni wa kwako, ataruka huko lakini lazima arudi. Na atakukuta. Sasa wewe ukiondoka alafu inakuwaje? Au ukisema umechoka kuvumilia alafu inakuwaje? Ndoa inahitaji uvumilivu mkubwa sana. Ndoa inahitaji uvumilivu mdogo wangu. Changamoto ni nyingi mno kwenye ndoa. Sasa leo umepitia hizo unataka kuondoka eti umechoka.
Kesho na kesho kutwa umekumbwa na kubwa. Utaweza kweli? Tuliza moyo wako. Sawa? Tuliza moyo wako. Twende ndani, ila mumeo huyo anarudi ni wa kwako. Hakuna mwingine zaidi yako. Na ndio maana amekuweka ndani. Sawa dada? Atende ndani. Wapo wanaotafuta nguvu kwa giza, wapo wanaouza nafsi kwa tamaa, lakini mali bila amani ni mzigo mzito rohoni. Wapo waliopoteza kila kitu kwa sababu ya tamaa ya muda, na wapo wanaobeba mateso kwa kosa wasilolijua. Hakitawahi kusimama, damu tawahi kukauka, roho zilizovunjika zitapata mwanga tena. Kaka samani. Bila samani. Ninaambiwa wewe ndio ulompa mimba dada yangu. Nitaka kujua na malengo gani naye. Mtoto. Hivi huo umri ulionao wewe wa kunisimamisha kuzungumza maneno kama haya? Ina maana hiyo ndio tabia uliofundishwa kwa kweli. Si ndio? Sasa sikiliza nikwambie. Mimi siogopi huo uchawi wa mama yako unaojivunia nao. Na naweza nikakufanya kitu chochote, ukaenda kumwambia na simuogopi. Nataka nikufunze adabu kama hawajakufundisha. Shenzi wewe. Unanipiga? Nishakupiga na ukirudia tena nitakufanya zaidi. Pumbavu. Funzo la mjinga ni adhabu. Nitakuonesha. Nitakupa funzo. Zubeda, kuna majina ubeba hatima, kuna machozi yasionekana, lakini dunia husikia kilio chake. Katika kivuli cha tamaa na chuki, watu hubadilika kuwa kitu wasichojua. Tabasamu hujuka silaha, na upendo kuwa sumu ya moyoni. Kila kijiji kina siri zake, kila moyo una jeraha lake, na kila usiku una sauti ya maumivu yasiyosemwa. Walionewa hunyamaza, lakini macho yao huzungumza. Giza linaweza kutawala, lakini roho haiwezi kufungwa milele. Zubeda, kuna linalobeba vilio vya wengi. Zubeda, kivuli kinachopita kimya gizani. Zubeda, chuki na kisasi vimeacha alama, lakini ukweli hausinzii. Zubeda, Zubeda. Wapo wanaotafuta nguvu kwa giza, wapo wanaouza nafsi kwa tamaa, lakini mali bila amani
ni mzigo mzito rohoni. Wapo waliopoteza kila kitu kwa sababu ya tamaa ya muda, na wapo wanaobeba mateso kwa kosa wasilolijua. Hakitawahi kusimama, damu tawahi kukauka, roho zilizovunjika zitapata mwanga tena. Nyuzi kungiku ndogo kisha ijengeke taratibu. Zubeda, usiku ni